أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول المولى الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mazungumzo yetu ya kwanza tulitoa utangulizi katika sura hii, Suratun Nasr. Tukasema Suratun Nasr inazingatiwa na wafasiri wa Qur'an kwamba ni sura ya mwisho kushuka miongoni mwa sura 114 za Qur'an, na tuliona kwamba sura hii imeshuka kutoa bishara, habari za kufurahisha kwa Waislamu juu ya tukio la ushindi litakalotokea, ushindi na nusura ya Mungu dhidi ya maadui wa Kiislamu. Na tukasema kwamba ushindi huu haukuwa umetokea wakati sura hii ikishuka, bali sura hii ikitoa taarifa za tukio la ghaib kabla halijatokea. Kwa hiyo habari hizi zilitoka kwa Mwenyezi Mungu na kufikia kwa Mtume sallallahu alaihi wa ali na kuwafikia Waislamu kwamba pindi utakapokuja ushindi wa Mwenyezi Mungu na nusra yake, na tukawaona watu wakiingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa makundi, basi na tumsabihi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ilikuwa ni bishara, ilikuwa ni ilamu bil ghaib, kutoa taarifa za ghaib ambazo Mtume sallallahu alaihi wa ali alizitoa kwa Waislamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunazungumza juu ya nasr, ushindi waloupata Waislamu, ikiwa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukasema kwamba Waislamu katika mazingira yote wanayoishi wanahitajia ushindi. Ushindi katika levo ya mtu binafsi dhidi ya maadui zake, na ushindi katika levo ya umma wa Kiislamu dhidi ya maadui wa umma. Tunahitajia ushindi. Ushindi utakapopatikana, maanake ukombozi utakwepo, maanake tutafaulu katika maisha yetu ya dunia na ya akhira. Lakini tuliona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuleta ushindi eti tu kwa sababu Waislamu ni Waislamu wanamkubali na kumwamini Mwenyezi Mungu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huleta ushindi pale ambapo yale aliyotuagiza, aliyotupa, aliyotufundisha tumeyabeba kama alivyotufundisha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kutuletea ushindi. Kwa lugha nyingine ni kwamba ushindi wa Mwenyezi Mungu kwa mtu binafsi dhidi ya matatizo yake, dhidi ya adui yake, dhidi ya shetani, unatakiwa uwe kwanza ni kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kubeba yale mafunzo ya Mwenyezi Mungu, kufanya jitihada katika jambo hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtia nguvu ili aweze kufikia ushindi. Kwa hivyo hakuna ushindi mwepesi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani: in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ikiwa mtainusuru dini ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mtapigania mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
ikiwa mtajitahidi kusimamisha yale aliyokuleteeni Mtume sallallahu alaihi wa ali, basi Mwenyezi Mungu ataleta nusura yake. Ndio maana Qur'ani inasema idha jaa nasrullahi. Hii nasrullahi ni baada ya mtu kufanya jitihada kuiendea ile nasru. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 min almalaikati musawwimin. Kwanza pawepo na subra, pawepo na taqwa, pawepo na kutekeleza ahdi ya Uislamu tuliokubali, aufu biahdi ufi biahdikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataleta ushindi. Kwa hivyo umma wa Kiislamu ufahamu kwamba ushindi umo mikononi mwao. Wakitaka kushinda leo hii, kumshinda adui yoyote yule, wanaweza. Namna ya kumshinda ni kurejea katika mafunzo ya Uislamu. Kwa hivyo pasiwepo na tabia ya kulaumu na kulalamika tu kwamba hali ya Waislamu inatokana na kufanyiwa na wasiokuwa Waislamu, kutendewa na wasiokuwa Waislamu. Lakini pawepo na swali kwamba vipi Waislamu wameweza kutendewa, wamekuwa katika hali ya kuwezekana kutendewa. Ni kwa sababu ni madhaifu. Kuna udhaifu katika dini yao, kuna udhaifu katika imani yao, kuna udhaifu katika kumtanguliza Mungu katika mambo yao. Kwa hivyo huo ukawa ni mwanya wa adui yao kuweza kuwashinda. Kwa hivyo ushindi unatoka kwa Mwenyezi Mungu na una masharti, wa man nasru illa min indillahi, lakini lazima tutekeleze masharti ya ushindi ili Mwenyezi Mungu atupe hiyo nasr. Haya ndio tuliyozungumza kwa kirefu katika kipindi chetu kilichopita. Lakini vile vile tulisema jambo ambalo tutalikamilisha leo hii katika mazungumzo yetu, kwamba tusidhani tunapozungumza mapambano na tunapozungumza ushindi tunazungumza kumwaga damu, kupigana, bali tufahamu kwamba nusra na ushindi wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa kuenea mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kueneza mafunzo ya Mwenyezi Mungu si kwa kutumia mabavu na nguvu, bali kutumia nguvu na mabavu ni pale ambapo inafikia wakati hakuna namna nyingine. Waislamu wasipojilinda, wasipotumia nguvu, wenzio watatumia nguvu dhidi yao. Kwa hivyo lazima wajihami, wajizatiti, waweze kupambana na wasiokuwa Waislamu ambao ni maadui zao, ili kuweza kuisimamisha haki. Na tunaposema Imam Mahdi atakuja na kuleta nusra, haina maana tu atanyanyua upanga na kupigana, lakini maana yake ni kwamba ataleta uadilifu na usawa na haki baina ya watu kwa kueneza mfumo ambao utasaidia kuwepo ile haki. Kwa hivyo Mungu anaposema liyudhhirahu ala dini kullihi, ni kuushindisha mfumo na utaratibu wa maisha ambao utaweka uadilifu katika jamii. Sasa wewe ushindi unaweza ukaupata vipi? Je, ni kwa kumchukia adui yako? Je, ni kwa kumuita kila asiyekuwa Muislamu kafiri, hana haki, kwa hivyo mali yake apokonywe, ikiwezekana damu yake imwagwe kwa sababu tu si Muislamu? Ushindi unapatikana hivyo? Ushindi unapatikana kwa kuchinja chinja na kuuaua wasiokuwa Waislamu ili watu waogope. Wakituogopa sasa tuwatawale na ushindi utakuwa umepatikana? La hasha, sio ushindi uliokusudiwa katika Uislamu. Ushindi uliokusudiwa katika Uislamu, araaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ushindi wa mafunzo ya Kiislamu ni pale asiyekuwa Muislamu anapokinai na kupenda yale mafunzo na kupenda zile tabia za Waislamu na hatimaye kuziadapti zile tabia na Uislamu kuenea katika jamii ya binadamu kwa ujumla. Hapo ndipo ushindi utakapopatikana. Kwa hivyo approach yetu, uslubi wetu, methodology tunazotakiwa tuzitumie kufikisha Uislamu lazima ziwe ni za kumuonea huruma yule aliyopotea, na wala si kuonyesha ukali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwa shadidu liiqabi tu, lakini vile vile ni ghafurur rahim. Mzee anapotaka kushinda tabia mbaya za mwanae, si kwa kumpiga tu, lakini vile vile kwa kumuonyesha huruma na upole, anaweza kuleta ushindi. Ushindi wa adui yako unapomuonea huruma ukaishi naye vizuri ni ushindi mkubwa zaidi kuliko unapomlazimisha jambo lako akawa hana budi ila alikubali. Tizama Mtume sallallahu alaihi wa alihi anatufundisha nini katika sura hii, Suratun Nasr. Baada ya kutokea ushindi wa Makka, Waislamu wakaweza kuwatawala makafiri wa Kikureish ambao walikuwa ni maadui wa Waislamu,
na walimtoa mtume kwa nguvu katika mji wa Makka, na wakapokonya mali za Waislamu, wakazuia, wakavunja ndoa za Waislamu, wakawaua na kuwatesa wanyonge katika jamii ya Waislamu. Walikuwa si watu wazuri kwa Waislamu, bali waliwafata Waislamu katika maeneo mbalimbali ili kupigana nao kutokana na uadui waliokuwa nao. Lakini baada ya Waislamu kushinda na kuweza kuteka mji wa Makka, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi alifanya nini? Pamepokelewa maelezo mengi kuhusu Fathu Makka. Katika maelezo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kushinda na kutawala mji wa Makka aliwaendea maadui zake, akawauliza maswala haya. Waqala lahum, akawaambia, ya ma'shara Quraish, enyi umma wa Maqureishi, ma tarawna anni fa'ilun bikum, mnaona mimi kuwa nitawafanyeje leo? Nitawafanyieni nini? Nyie ni maadui zangu, mlitaka kuniua, mmenifukuza katika mji huu, mmepokonya mali za watu wangu, mmevunja ndoa za watu, mmefanya uadui wa kila namna, mmemuua ami yangu Hamza, mmeua watu katika familia yangu. Mnadhani, mnatarajia kuwa nitawafanyia nini leo nyie? Nitafanya nini mimi? Nitalipiza kisasi gani kwenu? Mnatarajia nini kwangu katika hali kama hii? Tizama walivyojibu, kwa sababu wanamfahamu Mtume. Na namna hii ushindi unapatikana ni ushindi wa maadili, wa tabia. Wakasema qalu, wakasema khairan, tunachokitarajia kwako ni khairi tu, hatutarajii shari yoyote ile. Unapofahamu kwamba yule adui yako ana huruma na wewe, pia unakuwa na matumaini na yeye, kwa sababu unajua ana huruma, ana utu, ana upole. Ile nafasi ya huruma na utu wake inakupa matumaini wewe. Kwa hivyo Mtume ni adui yao, lakini kwa namna wanavyomfahamu Mtume iliwajengea matumaini kwamba pamoja na yote tuliomfanyia, lakini tunalotarajia kwako wewe ni khairi, hatutarajii shari. Akhun karimin wabnu akhin karimin, wewe ni mtu mtukufu, ndugu mtukufu mwenye heshima, na ni mtoto wa mtu mtukufu. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwaambia maadui zake, aqulu lakum ma qalahu akhi Yusufu idhhabu fa antum at-tulaqa, nitakuambieni, maana sitokuambieni maneno mengine ila maneno aliyoyasema ndugu yangu Yusufu kuwaambia ndugu zake. Tunafahamu kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam. Ndugu zake wamemtoa katika mikono ya baba yake, wamekusudia kumuua, hatima yake ikabidi wamtupe katika kisima, akachukuliwa akauzwa kama mtumwa, akaenda kuishi maisha ya kinyonge na akafungwa jela. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akamnyanyua, akamtukuza, akampa ushindi kutokana na subra na uchamungu alokuwa nao, akapata ule ushindi. Ushindi ule ulifikia mahala sasa ikawa wale ndugu zake ni wanyonge kwake, ni madhalili kwake, wanamuendea kuhitajia chakula, mgao wa chakula ili wapeleke katika mji wao. Hawakumtambua. Hatimaye walipomtambua hakuwadhuru chochote, aliwasamehe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi akawaambia wale watu wa Makka kwamba mimi sitokuambieni, nawaambieni aliyoyasema ndugu yangu Yusufu kuwaambia ndugu zake, nendeni nyie mko huru, nendeni mko huru, kwa maana ya kwamba sitolipiza kisasi chochote kwa kile mlichokifanya na kwa yale yote mlioyafanya kwangu, kwa familia yangu na kwa masahaba zangu. Hali kama hiyo ni ushindi mkubwa sana, kwa maana ya kwamba yule ambaye amekufanyia maovu kisha ukafikia mahala ukamsamehe, hivyo unaonyesha ushindi. Wewe ni mkubwa kiasi gani? Huo ni ukubwa, unaonyesha kwamba wewe si mdogo kiasi cha lile tatizo, ni mkubwa zaidi kuliko lile tatizo. Tujifunze kwa watu, kwa mfano Mandela, kwa nini amekuwa ni mtu adhimu katika historia. Moja katika mambo yaliyomfanya awe ni mtu adhimu, awe ni great man, mtu mwenye jina kubwa, ni namna alivyopata tabu kwa makaburu na kufungwa miaka 26 jela, umri wa mtu mzima, lakini hatimaye alipotoka jela aliwasamehe.
watu walomtesa mateso yote yale, ulimwengu ulikuwa unatarajia awe ndio mpiga kampeni mkubwa dhidi ya watu wale, na sasa ni wakati wa kulipiza kisasi, sisi ndio watawala. Sasa kama nyie mlikuwa mmeshika mpini, sasa ni zamu yetu, tumeshika mpini, nyie mmeshika katika makali, sasa ni wakati wetu sisi kulipiza kisasi cha yale yote mliotufanyia. Lakini hakusema yote hayo, bali alikuwa ni mtu mwenye kifua kipana, alikuwa mtu adhimu, akasamehe. Kwa hivyo tunapozungumza ushindi, tuelewe kwamba dhana ya ushindi ni kubwa kuliko kule kutumia mabavu ukamtawala mwenzako. Ushindi ni ushindi wa maadili. Kwa hivyo yule ambaye utakuwa umemshinda kwa kumsamehe, kwa kumuonea huruma, japokuwa yeye amekufanyia jambo baya, katika nafsi yake umemshinda, litamkaa lile, na kama ana utu basi atarejea chini na ataona ile heshima yako. Huu ndio ushindi wa kweli. Uislamu unaposema idha jaa nasrullahi wal fathu, tujue kwamba kutumia mabavu sio kuleta nusra, bal mabavu ni dharura tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa wote ni waja wake, ana upendo na waja wake. Kwa hivyo utakapotumia huruma wewe na upole kufikisha jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana yake ni kwamba umetumia huruma na upole ambao ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufikisha yale mafunzo ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu kamwamrisha Musa na Harun vile vile watumie lugha laini na ya upole kwa Firaun ambaye alikuwa ni ana kibri cha hali ya juu dhidi ya Bani Israeli. Kwa hivyo tunatakiwa tufanye namna hiyo, na hiyo ndio nusra ya kweli, ndio ushindi wa kweli. Tizama siku ya Fathu Makkah, baada ya Waislamu kuingia bila vita na kuteka mji wa Makkah, wale maadui zao wa jadi wa miaka na miaka waliwafukuza katika mji wa Makkah, leo hii sasa wamekuwa wao ndio wanyonge na Waislamu wametawala. Pamepokelewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wa ali siku ile alimsikia. Riwaya inasema, mapokezi yanasema, wahina balaghahu anna Sa'd ibn Ubada, alipofikiwa Mtume na habari kwamba huyu Sa'd ibn Ubada wa huwa ahadu hamalati alwiyati aljeshi alislami, alikuwa ni mmoja katika wabeba bendera, zile bendera za Waislamu walipokuwa wakiingia Makka. Kuna bendera zilikuwa zimebebwa, na anayepewa bendera abebe huwa ni mtu shujaa, mtu anaweza kupambana. Bendera ile inaonyesha ushindi, kwa hivyo anapewa mtu hasa. Kwa hivyo ilimfikia Mtume habari kwamba huyu Saadi ile siku ya Makka alikuwa akipiga ukele, akitoa sauti ya juu, yaswihu, anatoa sauti ya juu inayosikika kwa watu. Sauti hii ilikuwa inasemaje? Saad alikuwa akisema al-yawma yawma al-malhama, al-yawma tusba al-hurama. Saadi akitoa sauti ya juu akisema leo ndio siku ya chinja. Leo ndio siku ambayo wale wake za watu watafanywa kuwa mateka. Manake kama nyie mlichukua wake zetu na mabinti zetu kuwa ni mateka, basi leo ni zamu, ni siku ya chinja, na ndio siku ambayo wanawake na wake watachukuliwa kuwa mateka. Habari hii ilisikika na Mtume sallallahu alaihi wa ali kwamba Saadi anatangaza hivyo. Unatarajia nini yule ambaye umemshinda siku hiyo anaposikia hali hii? Unamtarajia awe katika hali gani? Hana namna. Kisha anakusikia unasema hivi na tayari umetawala mji wake. Riwaya inasema amara aliyan alayhi afdalu salatu wassalam, Mtume alimwamrisha Ali an ya'khudha minhu rayata, achukue ile bendera aliyokuwa ameibeba, aichukue, ampokee bendera ile, kwa sababu kavunja moja katika kanuni za kiongozi. Kiongozi anayetangaza mapambano tu, hata mahala ambapo hakuna haja ya mapambano, hatangazi ushindi wa kweli. Ushindi wa kweli si wa kimabavu, ni wa mafunzo, ni wa huruma, ni wa upole. Kwa hivyo akamwamrisha Ali aende achukue ile bendera. Sasa huyu kavunja miuko ya ushindi na nusura ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo an ya'khudha minhu rayata wa yadkhula biha makkata dukhulan raqiqan wa yaqul al-yawma yawma al-marhama.
Kwa hivyo akamwamrisha achukue ile bendera na aingie mwingio wa Maka pale, si wa kiburi na kuonyesha fakhri, lakini wa upole na unyenyekevu, wa utu unaovutia, kwamba hata adui hakuogopi. Lakini na aseme hivi, al-yawma yawma al-marhama, leo mabwana, leo ndio siku ya rehma, siku ya kupata rehma ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatujakutuma wewe Muhammad ila uwe ni rehma kwa walimwengu wote. Kwa hivyo kafiri ni mmoja katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu anampa rehma zake. Kwa hivyo tangaza hivi Ali, al-yawma yawmal marhama, leo ni siku ya kuhurumiwa watu, kwa sababu ukiingia katika mfumo wa Kiislamu ni mfumo wa rahma. Mnyama kama mbwa atapata rahma, paka atapata rahma, mifugo yote itapata rahma, kafiri atapata rahma, kwa sababu ile system na mfumo wa Mungu, ile dini ya Mwenyezi Mungu ni dini ambayo inatizama haki za watu wote, inatizama uadilifu, haki za wanyama, haki za makafiri, haki za jirani, hakuna anayedhulumiwa. Kwa hivyo nyie mlikuwa na mfumo ambao si wa Kiislamu, hauna rahma. Kwa kuwa sisi tumeweza kuchukua mji wa Maka, sasa uko chini yetu, leo ni siku ya rahma. Hili linatakiwa lifahamike. Sasa ujumbe huu utafikaje kwa kafiri? Na sisi tunapomuita kafiri, si lugha ya Kiislamu kumuita mwenzako kafiri tu. Hata ahlul kitabi ambao ni makafiri, Qur'ani imesema ni ahlul kitabi, kwamba hii lugha ahlul kitabi, watu wa kitabi, ni nzuri zaidi, inavutia kuliko kumuita kafiri. Kwa hivyo uhalisia ni makafiri, kwa sababu hawaamini ile imani yetu. Lakini ikiwa hilo linawakera, kuna ahlul kitabi. Kama ahlul kitabi ni lugha itakaomfanya awe karibu zaidi na Uislamu, kwa nini tusiwaite ahlul kitabi? Linawakaribisha zaidi na Uislamu. Kwa hivyo tunachokiona duniani cha utumiaji mabavu na namna ambayo inamtisha adui wa Uislamu kuukaribia Uislamu, inamtisha adui wa Uislamu kuusogelea Uislamu. Ulimwengu wa leo hii, na sisi tunasoma sura hii, Suratun Nasr, na tunapigania nasri. Ulimwengu wa dunia wa leo una aina mbili ya hatari zinazokabili au zinazomkabili binadamu. Hatari ya kwanza ni hatari ya watu waliovuka mipaka na kwenda zaidi kuliko dini inavyoamrisha, kuwa wakali kupita mipaka. Yani kuna ifratu na tafriti. Watu hawa hawawakilishi dini, kuamini kwamba ushindi unapatikana kwa kutumia mabavu, ikiwezekana kuua, hata ukaua watu ambao ni innocent. Hii ndio hali tunayoiona. Watu ambao wana tatizo linaloitwa ni tatizo la afya ya akili, ni watu ambao hawana afya ya akili, hawawezi kukubali mawazo ya mwingine, angalau wakayasikiliza na kufuata yale mazuri. Sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu watu wa sampuli hii akisema, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, hawawezi kusikiliza mawazo na mitizamo wengine, angalau wakachagua yalokuwa mazuri, yale mabaya wakaacha. Wamefunga milango dhidi ya wengine, hawakubali kusikiliza itikadi za wengine. Sura hii si sura ya Kiislamu, hali hii si hali ya Kiislamu, na hili ni tatizo la ulimwengu sasa hivi, kwamba kila mmoja anahisi hatari ya mentality ya namna hiyo, akili ya sampuli hiyo, ambayo haimkubali mtu mwingine, haikubali mawazo ya wengine, bali imeweka mipaka. Asiyekuwa wao ni adui na hafai kusikilizwa, hafai kusikilizwa maelezo yake, utetezi wake, mawazo yake, anachokisema chote ni cha kipuuzi. Hili ni tatizo sana katika ulimwengu wa leo hii. Akili ya sampuli hii inaweza kusababisha matatizo makubwa katika jamii za kibinadamu, kama ambavyo tunaona leo hii inasababisha Syria, kule Iraki, kule vile vile Bahrain na hapa karibu tu Somalia na maeneo mbalimbali ulimwenguni. Kwa hivyo dunia imeshaanza kuona hatari ya mtu wa sampuli hii. Lakini mtu mwingine wa pili ni yule ambaye sasa hana msimamo wowote ule, ni mtu aliyoyaachia mambo yawe huru, al-ibahiyya. Tuko katika ulimwengu wa kibepari unaoamini tafriti, kuachia kila kitu. Watu wako huru, kama wanaume na wanaume wanataka kuoana wawe huru, wanawake na wanawake wanataka kuoana wawe huru.
hali hii vile vile si hali ya kibinadamu. Kwa hivyo tuna baina ya ifrati na tafriti, waliovuka kipimo kinachotakiwa na waliokuwa chini, wasiokuwa na kipimo kabisa. Katika ulimwengu tunaoishi leo hii, tutafikia mahala chini ya kivuli cha kupigania uhuru, watu watakuwa huru kufanya mambo yote wanaofanya wanyama. Tutafikia mahala hawa tunawaita changudoa watakuwa na uhuru wa kufanya maandamano kupigania haki zao, kwa sababu wako wengi na wao ni binadamu, wanauza miili yao kwa hiari yao, kwa kuteka advantage ya afya zao, kwa maana ya kwamba wao wako tayari kudhurika, wamejifungua kwa hilo, wakidhurika ni wao. Kwa hivyo kwa nini sheria ziwabane? Itafikia mahala sasa hao watapewa uhuru wa kwamba watembee na kufanya maandamano kupigania haki zao za kujiuza miili. Na kwa kuwa wanaopitisha sheria zetu ni watu ambao mara nyingine wanaweza kuyaona mambo haya ni ya kawaida na wakajihusisha hata katika mambo hayo, pia yanaweza yakapita yakawa ni mambo ya kawaida. Kwa hivyo tuko katika ulimwengu ambao ulimwengu unaamini kwamba mwanaume na mwanaume kuoana ni jambo la kawaida na ni uhuru wa binadamu wa kawaida. Kwa hivyo kesho na kesho kutwa itakuwa hadithi ya kodi sasa kwa hawa wanaofanya biashara za ngono, na mengine makubwa yanaweza kufanyika. Hizi ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Vikundi hivi viwili ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Sasa ushindi wa binadamu ni kushinda maadili. Kwa hivyo sisi tunaposema nasrullahi, lazima iwe ni nasrullahi kwa maana ya kwamba mafunzo ya Mungu yaenee, uadilifu, haki kwa mtazamo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uendelee. Mtu anapokiuka taratibu za Mwenyezi Mungu hajidhuru yeye peke yake tu, bali huidhuru jamii na umzunguka. Kwa hivyo utaona kwamba Saad alipotangaza mbele ya hadhara ya Mtume kwamba ile siku ya Fathu Makkah ni siku ya malhama, ya chinja, na ni siku al-yawma tusba al-hurama, siku ambayo wake za watu watatekwa mateka, kisha Waislamu waoe wawe ni mateka. Mtume sallallahu alaihi wa ali hakufurahishwa na hilo, akampokonya bendera ile na akaamrisha patangazwe kuwa al-yawma yawma al-marhama, leo ni siku ya kuhurumiwa watu, kwa sababu Uislamu ni dini iliyoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kueneza huruma baina ya binadamu. Imam Ali katika hadithi maarufu anasema hivi: idha qadirta ala aduwika faj'alil afwa shukran lilqudrati alayhim, ikiwa una uwezo dhidi ya adui yako ambaye alikushinda akakudhulumu, sasa wewe una uwezo kwa sababu umepata cheo, umepata uwezo, umepata nafasi, sasa unaweza kumfanyia lolote lile. Imam Ali anasema idha qadirta ala aduwika, ikiwa sasa nzamu yako dhidi ya adui yako, faj'alil afwa anhu, basi fanya kule kumsamehe, shukran lilqudrati alayhi, ndio shukrani ya kule kupata uwezo wa kumshinda yeye, kuwa sasa nzamu yako, ili iwe ni shukrani kwako, basi msamehe. Kwa hivyo kule kumsamehe kuwe ni shukrani ya kupata uwezo dhidi yake. Haya ni maneno ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, kwamba kila unapomweza adui, jana wewe ulikuwa ni mpinzani na yeye alikuwa mtawala, sasa umekuwa mtawala wewe, yeye ni mpinzani, unaamua kumpeleka mahakamani, kumshtaki uongo, kumfanyia hili, kwa sababu sasa nzamu yako sasa, na wewe lazima umuonjeshe jela, lazima umtie adabu na wewe. Haya si mafunzo ya Kiislamu, wala sio dhana ya ushindi. Idha jaa nasrullahi, maana yake sio hiyo. Na ndio maana Mtume akawasamehe kina Abu Sufyan, akawasamehe kina makafiri wote ambao walikuwa dhidi yake, ambao walikuwa ni watukufu wa Makka, wote akawasamehe. Kuna baadhi ambao tena walikuwa ni hatari, baadhi ya riwazi nasema aliamrisha kwamba wasisamehewe, lakini majority ya umma uliokuwa ni adui ya Mtume aliusamehe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi hakusamehe tu, bali alitumia hikma za hali ya juu. Moja katika hikma alizozitumia, kwa sababu Abu Sufyani alikuwa ni miongoni mwa vichwa wakati wa nyuma, ilikuwa yeye, Abu Jahli na Abu Lahabi. Sasa Abu Jahli, Abu Lahabi walitoweka zamani,
Yeye peke yake ndiye alibaki na wengine, lakini yeye alikuwa kichwa. Abu Sufyan ndiye aliyekuwa katika hali mbaya kuliko wengine. Sawa, alikuwa ni kiongozi ambaye anasimamia Makka na Makureishi, na ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kiuchumi, ana safari ndefu ya mapambano na Mtume. Yeye na mke wake Hindi wamepambana sana na Mtume. Leo hii Mtume kashinda. Kwa hiyo hali yake haikuwa nzuri. Tulikuwa tunatarajia kuona kitu kibaya sana kwa Abu Lahabi. Kama tunavyojua ulimwenguni leo hii mambo yanawatokea watu wabaya wanapoanzisha vita, then wakakamatwa watu wale, kina Savimbi, kina wengine wengi tunawafahamu katika historia. Kitu gani kinachotokea baada ya pale? Mtume sallallahu alaihi wa alihi katika maneno aliyosema, man dakhala dara abi Sufyana kana aminan au fahuwa aminun. Subhanallah. Kisha akasema waman dakhala almasjida fahuwa aminun waman aghlaqa babahu fahuwa aminun. Maneno ya Mtume yanasema hivi, mwenye kuingia nyumba ya Abu Sufyani katika nyia atakuwa amesalimika. Yani mtu akakimbia kumkimbia Mtume na jeshi lake katika Fath Makkah, kakimbia wapi? Moja kwa moja akaingia katika nyumba ya Abu Sufyani akajihifadhi kule, huyo amesalimika. Mtume akasema amesalimika huyo. Waman dakhala almasjida fahuwa aminun, na atakayekimbia akaingia msikitini basi amesalimika. Uislamu na Waislamu hawatomdhuru. Vile vile waman aghlaqa babahu fahuwa amin, mtu ambaye hataki mapambano, hana shida ya kupambana na Waislamu, bali kakimbia nyumbani akafunga mlango wake akatulia, yuko katika amani. Hatuwezi kwenda kuvunja nyumba yake kumtoa kwa sababu si Muislamu tukapigana naye, hapana. Lakini tizama Mtume alivyotanguliza, man dakhala baita au dara abi Sufyana fahuwa amin. Abu Sufyan alihisi nini? Yule mtu ambaye ni adui yako kisha useme maneno hayo. Abu Sufyani ambaye ana lose sasa hivi majority, umma unatoweka sasa, unamwacha Abu Sufyan, hana utawala, hana uongozi, hana ushawishi tena. Kisha yule aliyokuja kumvunjia ile heshima ndiye anayetangaza man dakhala dara abi Sufyana fahuwa aminun, atakaingia katika nyumba ya Abu Sufyani amesalimika jamaa. Kwa hivyo ni kuencourage watu wamfate, wamtambue Abu Sufyani na heshima yake, na kwamba yeye imekuwa sababu ya amani kwao. Mtume alitaka kujenga dhana hii na kumfanya Abu Sufyani aingiwe na matumaini, asione kwamba Mtume ni nikma, bali ni neema na rahma. Kwa hivyo Mtume alikuwa ni rahma kwa Abu Sufyani. Lau angemuua hakuna ambaye angesema chochote. Yote aliyoyafanya Abu Sufyani dhidi ya Mtume, umma mzima ulikuwa ukiyafahamu. Ami yake kuuawa na Hamza, ami yake Hamza kuuawa, ni mke wa Abu Sufyani aliyefanya kazi hiyo, Hindi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi akaacha yale yote na akamsamehe, kwa sababu alikuwa ala khuluqin adhim, ana tabia njema kubwa. Yeye alikuwa ni adhimu katika kifua chake. Sasa haya ndo tunayosema kutoka katika hadithi ya Imam Ali, idha qadirta ala aduwika, ukimweza adui yako. Sasa wewe ndo umemweza, fajia lil'afwa anhu, fanya kule kumsamehe adui yako, shukran lilqudrati alayhi, ndio shukrani kwa kule kupewa uwezo wa kumshinda. Subhanallah. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ni tawwabun rahimun, ni mwingi wa kukubali toba, ni mwingi wa rehma. Na wewe jifunze tabia ya Mwenyezi Mungu ya kusamehe. Ukisamehe na wewe unasamehewa. Jifunze tabia ya Mwenyezi Mungu kuwa na huruma vile vile. Kwa hivyo katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa na huruma kwa waja wake, na waja wa Mwenyezi Mungu wanapokuwa na huruma basi hawatomshinda Mwenyezi Mungu, lazima Mwenyezi Mungu awaonyeshe huruma zaidi. Lau kama walimwengu wangekuwa hivi, hawana kulipiza visasi, wanaishi kwa upendo wa namna hiyo, adui unamfanya namna hiyo, basi dunia hii ingekuwa ni dunia ya rahma, pangekuwa ni mahala pa amani. Sasa Mwenyezi Mungu katika sura hii idha jaa nasrullahi wal fathu, anasema pindi itakapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu na ushindi. Wewe Muhammad na nyie Waislamu mnaosikiliza aya hii, nusra ilikuja wakaiona Waislamu, lakini sisi vile vile tunaambiwa kila siku tunapoona nusra ya Mwenyezi Mungu na ushindi
Kwanza tufahamu kwamba hakuna nusra wala hakuna ushindi utakaokuja nje ya Mwenyezi Mungu, ukiwa ni ushindi wako wa kumshinda sheitani utakapouona. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ukawaona watu wanaingia kwa makundi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo fanya nini? Baada ya kuona mandhari hiyo, kheri hiyo, jambo zuri hilo, bishara hiyo, fasabbih, basi msabihi Mwenyezi Mungu, fanya tasbih. Fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih, basi msabihi kwa kumhimidi Mola wako mlezi. Kwa hivyo kinachotakiwa baada ya kuona yote hayo ni kufanya tasbih, wastaghfiruhu innahu kana tawwaba, na umuombe maghfira, hakika yeye Mwenyezi Mungu amekuwa au ni mwenye kukubali toba, ni mwingi wa kukubali toba. Kwa hivyo baada ya kuona neema katika neema za Mwenyezi Mungu, rahma katika rahma za Mwenyezi Mungu, msaada wa Mwenyezi Mungu katika jambo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema faqulil hamdulillah, bali amesema fasabbih, na kisha akasema wastaghfir. Kwa hivyo kuna tasbihi na kuna istighfari. Nusra ni jambo la kheri, ushindi ni jambo la kheri kwa mtu binafsi au umma wa Kiislamu. Anapoliona mtu anafurahia, kwa hivyo ilikuwa ni mahala pa kusema alhamdulillah, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Lakini Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba iwe ni mahali pa kumsabbih na kusema astaghfirullah. Sasa astaghfirullah mahala pake hapa ni wapi? Kwa dhambi gani? Kwanza tunajifunza kwamba katika Uislamu kusema astaghfirullah si lazima pawe kwa dhambi fulani ulioifanya, bali astaghfirullah ni kuonyesha ile shukrani yako na ule upungufu wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, kwa nini kumsabihi na kufanya istighfari? Kwa sababu binadamu, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, tabia ya binadamu anapoona kwamba amejitosheleza na jambo, kapata ushindi, kwa hivyo hamuhitaji tena yule mnyonge, hahitaji mtu sasa yeye ndiye mtawala, hushikwa na kibri fulani, na anaposhikwa na kibri humsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili kukivunja kile kibri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fasabbih, ili urudi chini sasa, ujue kwamba hii neema inatakiwa itunzwe, si neema ya kujifakhirisha wewe na kuvuka mipaka. Katika visa vizuri sana vya kujifunza aya hii ni kisa cha mmoja katika maulama wa Kimisri aliyewahi kuwa ni waziri al-awqaf katika Misri, Sheikh Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, ni mufassir wa Qur'ani. Ana kisa kimoja kizuri sana, na taban Sheikh Sha'rawi alikuwa ni katika wapenzi wa Ahlul Bait, alikuwa akipenda Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alikuwa ni katika watu wanaozuru marqad ya Sayyidatu Nafisa. Alikuwa ni mtu ambaye akiheshimu Ahlul Bait al-Hasan na al-Husayn na akiwazungumza vizuri. Alikuwa ni mtu ana ucha Mungu. Sheikh Sha'rawi siku moja alikwenda kuzungumza katika university moja katika university za Misri. Akazungumza juu ya mifumo mbalimbali ya kimaisha hii wadhaia ya kisekula hii. Akaieleza na kufanya ule mukarana na Uislamu, akawa hodari sana kueleza, kiasi cha kuwashawishi wale vijana wa university kupiga takbir na kumshabikia, na hata alipomaliza hutuba yake wakamsindikiza na kuisukuma gari yake masafa marefu. Kwa hivyo walimuadhimisha, wakampa heshima kubwa sana. Kwa hivyo ile gari yake ilisukumwa masafa marefu wakimshangilia Sheikh Sha'rawi kutokana na ile hutuba aliyoitoa. Na alikuwa mtu mutawadhi. Lakini binadamu unapofanywa hivyo unahisi nini? Umma unapokuzunguka, unakushangilia, unakupa pongezi, unakutukuza, unasukuma gari lako, haukutosheka tu wewe kuambia maasalamu kaondoka, bali wamekusindikiza masafa marefu wakishangilia. Wewe unahisi nini katika kifua chako?
innal insana la yatgha an raahu istaghna. Kichwa kinakuwa kikubwa, unajihisi umekuwa mtu adhimu, unajiona, unaona wengine wote wadogo. Huu ni udhaifu wa kibinadamu. Kwa hivyo Sheikh alipoona hali ile alikuwa akikariri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Lakini haikuwa astaghfirullah ya sinema tu, ilikuwa ni astaghfirullah ya kweli. Alikuwa akiumia kwamba sasa nafsi inajiona kwamba ni mkubwa sasa kwa yale anayofanyiwa na wale vijana. Baada ya kutoweka katika eneo lile na dereva wake, wakaondoka, akawaagiza wapitie njia ya msikitini. Muda wa sala ulikuwa haujafika. Karibu na msikiti, Sheikh akamwamrisha dereva akiwa na mwanae katika gari, akawaamrisha wamsubiri. Sheikh akashuka akaelekea msikitini. Wao wakawa wanamsubiri Sheikh, pengine amekwenda kusaidia na haja au nini. Kwa hiyo wakawa wanamsubiri Sheikh katika gari, lakini muda ukawa mrefu. Kila wakisubiri Sheikh atokee, wakakubaliana kijana wake akatoka amfuate Sheikh amwangalie kwamba anafanya nini. Kazunguka katika pembe zote za msikiti, hakumuona. Kila kona akipita hamuoni. Mwisho akaamua kwenda msikitini, kwenda msalani afwan. Alipofika msalani, kila akitizama huku na kule hamuoni. Lakini msalani kuna mtu kainama anadeki chooni. Alichelewa kumtambua kwamba ni Sheikh Sha'rawi. Amekunja kanzu yake, watu wanapita kujisaidia na nini hawamjui, na ni Sheikh aliyekuwa waziri katika nchi ya Misri. Lakini alikuwa akideki chooni na wapitaji hawakujua kwamba ni yeye. Na gari linamsubiri nje. Na waliomfuata pale kumuondosha alikuwa hata watizami usoni. Akiulizwa kwa nini unafanya hivi, anasema hizi nafsi idha takabbarat, zinapojikuza sana zikajikweza, lazima tuzidhalilishe. Kwamba nafsi inapojifakharisha ikajiona kwamba sasa imetukuka sana, wajibu wako ni kuishusha, uidhalilishe ili itambue kwamba wewe ni mtu dhalili. Kwa hivyo alifanya kitendo kile ili kuzuia kibri. Sasa unapoona kwamba umeshinda wewe, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kibri kinaweza kikawepo kwamba sisi ni washindi, tutafanya tunalotaka, sasa ni zamu yetu, sasa lakini Mwenyezi Mungu anasema ukiona yote hayo, fasabbih, basi msabbihi bihamdi rabbika, kwa kumhimidi Mola wako mlezi, ndiye aliyekulea akakufikisha hapa. Musabbih wastaghfirhu, na muombe maghfira. Kwa dhambi gani? Kwa sababu hali ile ni hali ya hatari sana ya mtu kupetuka. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Unapopita njiani wewe ukamwona mtu ni mlemavu, ukimwona mtu mlemavu, ulemavu wote ule, wa ngozi, wa jicho, wa mguu, wa ulemavu aina yoyote ile, basi ukimwona mtu yule sema astaghfirullah, sema subhanallah, astaghfirullah, kwa sababu una neema ambayo hana, lakini pengine hufanyi kinachostahiki. Kwa hivyo si kusema alhamdulillah, tukusema astaghfirullah. Na wewe mwenye ulemavu, unapokuwa na ulemavu fulani, bila shaka utamkuta mwenzako mwenye ulemavu mkubwa kuliko wewe, kiasi cha kuhisi kwamba wewe sasa si mlemavu. Kama wewe mchongo, utamuona yeye hana macho yote. Kama wewe ni mlemavu wa mguu mmoja, utamuona yeye hana miguu miwili, yote miwili ni mlemavu, lakini anajikokota anakwenda. Lakini wewe ambaye ni mlemavu wa miguu miwili, unaweza kujikokota ukatembea ukatambaa kwa miguu miwili, utamkuta mwenzako hata hiyo miwili hana. Kwa hivyo hakuna wakati ambapo wewe hutokuwa na nafasi ya kusema astaghfirullah kwa hali yako utakapomtizama mwingine. Kwa hivyo ulemavu wa tabia ndio ulemavu mkubwa zaidi. Kwa hivyo ushindi ni kushinda ile tabia mbaya tulokuwa nayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutaka unapoona neema useme astaghfirullah, subhanallah, astaghfirullah, kwa sababu wewe bila shaka unahitajika katika hali kama ile umshukuru Mwenyezi Mungu zaidi ya vile ulivyomshukuru. Na kwa kuwa hujafanya hivyo, basi ni wajibu wako kuleta istighfar. Kwa hiyo sema astaghfirullah. Pengine yule mtu ambaye ana ulemavu fulani anafanya ibada kuliko wewe.
ule ulemavu wake haujawa kikwazo cha yeye kufanya ibada, kwa nini wewe usimshinde katika ibada? Kwa hivyo sema astaghfirullah, sema astaghfirullah. Kuna watu ambao ni walemavu wa miguu lakini wanakwenda mbio kwenda katika swala, lakini kuna watu ni wazima miguu yao hawaendi kuswali. Kuna watu ambao ni walemavu wa macho lakini wanahakikisha wanakwenda msikitini kuswali. Wewe una macho yanaona njia lakini huendi msikitini. Yule mwenye ulemavu wa macho anasema laita ningekuwa mimi ninaona, basi nisingeacha kuingia mahala pa kheri. Kila sehemu ya kheri ningeingia kwa sababu ninajua njia, sihitaji kuongozwa. Kwa hivyo kuna haja ya kusema istighfari, kuleta istighfari kila tunapopata neema, kwa sababu hatujafanya shukrani inayostahiki. Na neema nyingine hujui thamani yake mpaka zitoweke. Kwa hivyo kabla hazijatoweka mshukuru Mungu na ulete istighfari. Hapa ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba tulete istighfari pindi tutakapoona nusura na ushindi atakaoleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utaona kwamba katika riwaya zilizopokelewa kwa ndugu zetu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa katika tafsiri al-Qurtubi kutoka kwa Ummu Salama, mmoja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ummu Salama anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi akhiru amrihi, katika mwisho wa maisha yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa la yaqumu, hasimami, wala yaqudu, wala hakai, wala yajiu, wala haji, wala yadhhabu, wala haendi, illa qala, illa husema subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kwa hivyo alikuwa akisema subhanallah, utakatifu ni wa Allah, wa bihamdihi, na himidi zake, astaghfirullah wa atubu ilayhi, naomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu na kurejea kwake na kutubia kwake. Hii ndio ilikuwa lugha ya Mtume, asimami wala hakai wala haendi wala arudi. Ina maana kwamba katika sunna za Mtume ilikuwa akiwa njiani yeye ni astaghfirullah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Wewe umeshindwa kulifanya hilo? Mtume alifanya dhambi gani mpaka akafanya istighfari hizo? Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema, huyu anasema Ummu Salama kwamba baada ya kuwa Mtume katika hali hiyo alikuwa akiitolea maelezo, qala fa inni umirtu biha, mimi nimeamrishwa kufanya hivyo. Thumma qaraa, kisha akasoma idha jaa nasrullahi wal fathu, akawa anasoma sura hii kwamba nimeamrishwa kufanya hivyo. Kwa hivyo akiamrishwa Mtume, tumeamrishwa sisi. Kwa hivyo iwe ni tabia yako wewe kumsabihi Mwenyezi Mungu, kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumuomba maghfira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si jambo la ghali, ni jambo rahisi tu. Ukipita barabarani wewe uko peke yako, haupati hasara yoyote wala hufanyi jitihada zozote kumsabihi Mungu, lakini unapomsabihi unapata thawabu. Kwa hivyo ilikuwa ni tabia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi, na hasa iliposhuka suratul Nasr. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.